Tunahitaji kuona watu wenye furaha mbele za Bwana. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Sema cha kutumaini yatosha. Upendo wa Mungu ni mkuu sana. Kibinadamu haikuwa rahisi kutenda jambo kuu namna hii. Kibinadamu haikuwa nyepesi kutenda jambo kuu namna hii. Oh,
Bwana. Tunayo ya kumshukuru tena Bwana. Ametupa wokovu. Huyo ni kiongozi wa maisha yangu. Bwana ananitunza mwenendo. Huyo ananitunza mwenendo maishani mwangu mimi. Huyo ni kiongozi anayenitazama yeye. Luka sura 18 utanisomea mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 8. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendeendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe. Tutajifunza kwa hizo dakika 10 somo linalosema tabia ya maisha ya maombi aliyofundisha Yesu kupitia mwanamke mjane. Tabia ya maisha ya maombi aliyofundisha Yesu kupitia mwanamke mjane. Haleluya. Ukisoma hii Luka sura 18 mstari wa kwanza anawaambia, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Hichi ndicho kiini cha mfano wa mwanamke mjane na kazi ambacho Yesu alikuwa anakifundisha. Anasema akawaambia mfano imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Sasa katika kuwafundisha na kuwaonesha namna ya kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa, Yesu akawapa mfano wa kazi na mwanamke mjane. Kazi alikuwa ni hakimu, na huyu mwanamke mjane inaonekana baadhi ya wanatheolojia wanasema katika mstari huu huyu mwanamke mjane anaonekana alikuwa ana kesi. Na hiyo kesi huyu mwanamke mjane alikuwa ana haki, na haki yake akupewa kwenye hiyo kesi. Sasa mtu ambaye alikuwa anatakiwa kwenda kuihukumu hiyo kesi na kumpatia mwanamke mjane haki yake alikuwa ndo huyu kazi. Sasa kilipita kipindi ambacho huyu mwanamke mjane anashangaa, mbona kesi yangu inaendelea kunitafuna na huyu kazi hajasimama kunipa haki yangu? Akawa anamwendea kila siku, anamkumbusha kazi kwamba kazi, mimi nina haki, naomba unipe haki yangu, naomba usimame kwenye nafasi ya haki, mimi mwanamke mjane niipate haki yangu. Sasa tutakwenda kujifunza tabia za mtu mwenye maisha ya maombi. Tabia za mtu mwenye maisha ya maombi ambayo Yesu Kristo alizifundisha katika Luka 18 akimtolea mfano mwanamke mjane. Tabia ya kwanza ya mtu mwenye tabia ya maisha ya maombi ambayo Yesu Kristo alikuwa ameifundisha hapa. Tabia ya kwanza ni mwenye haki. Tabia ya kwanza ni mwenye haki. Tunaona Yesu amemtolea mfano huyu mwanamke mjane. Huyu mwanamke mjane alikuwa haendi tu kwa kazi kwa sababu ya kitu fulani, ila alikuwa hana haki ya kumwendea kazi. Kulikuwa kuna kesi ambayo yeye ana haki nayo ya kupata haki yake. Ndio maana akawa aachi kila siku anamwendea kazi ili kazi afanye nini? Ampatie haki yake. So tabia ya kwanza ya mtu mwenye tabia ya maombi ambayo Yesu alikuwa anawapatia somo wanafunzi wake, anataka huyo mtu mwenye tabia maombi awe nazo. Tabia ya kwanza, lazima uwe ni mtu mwenye haki. Na ukisoma Biblia, mtu mwenye haki kwenye Biblia inamuelezea ni kama mtu mtakatifu.
Mtu mtakatifu ni mtu mwenye haki. Kwa tabia ya kwanza ambayo Yesu alifundisha, ambayo anahitaji kumuona muombaji mmoja kwenye kanisa la Ikuti siku ya leo, lazima awe ni mtu mwenye haki, lazima awe ni mtu mtakatifu. Na hii haki na utakatifu ambao Yesu alikuwa anaifundisha haki ya kuliishi neno la Mungu kama ambavyo linataka, kama ambavyo linasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni tabia ya kwanza. Lakini pia tutasoma Yakobo 5:16b. Yakobo 5:16b. Msomaji wangu naomba twende haraka, dakika 10 zinakaribia kuisha. Yakobo 5 sura 16b. B inasema, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Haleluya. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba kwake mtu mtakatifu yafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa msingi wa kwanza Yesu anawafundisha wanafunzi wake kwa habari ya mtu mwenye maombi. Kitu cha kwanza, kabla hajaingia kwenye maombi, kabla hajampelekea Mungu mahitaji, jambo kubwa la kwanza ambalo Yesu analitazamia kuliona kwa huyo mtu ni utakatifu, ni haki ya kulisimamia na kuliishi neno la Mungu kama ambavyo linasema. Tabia ya pili ni tabia ya kudumu, kuwa na muendelezo. Kudumu na kuwa na muendelezo. Bwana sifiwe. Ukitoka kwenye mfano wa kazi na mwanamke mjane, huyu mwanamke mjane sifa ya kwanza alikuwa nayo haki ya kumwendea kazi. Lakini sio tu kuwa kuna haki ilimfanya apate mahitaji yake, lakini akaongeza tabia ya pili ambayo inaitwa tabia ya kumwendea au tabia ya muendelezo. Kwa hiyo moja kati ya sifa ambayo Yesu anahitaji kumuona nayo mwana maombi siku ya leo ni tabia ya kuwa na muendelezo. Asiwe ni mtu ambaye anaomba kwa matukio, anaomba tu kwa sababu ni maombi yametangazwa kanisani, anaomba tu ni kwa sababu kanisani tuna ratiba ya mfungo. Hapana. Yesu anahitaji kumuona mtu wa maombi awe ana maombi endelevu, awe ni mtu ambaye anadumu katika maombi bila kuongozwa na matukio na ratiba za kanisa za kimaombi ambazo zinatolewa na viongozi wa kanisa. Lakini tabia ya tatu na ya mwisho ni kuto kukata tamaa. Kwenye tabia ya pili tutarejea Luka 18 mstari wa 3, ila tutaisoma. Lakini tabia ya tatu, kuto kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukirudi kwenye mfano wa mwanamke mjane, tabia ya kwanza alikuwa na haki. Lakini haki peke yake haikumfanya apate haki yake kwa kadhi. Akaongeza tabia ya pili ya kumwendea, ya kumkumbusha kila siku kazi. Na ndio maana ukisoma vizuri kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8, ilifika stage kazi mwenyewe akaanza kuona ni kama usumbufu. Huyu mwanamke kila siku ananijia. Asubuhi anakuja nasema nipe haki yangu, mchana anakuja nasema nipe haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbali na kwamba huyu mwanamke alikuwa akimwendea kazi akawa anamfukuza na mtimwambia, pengine alikuwa anamwambia njoo kesho nitakupa haki yako kesho kutwa. Lakini huyu mwanamke akaongeza kitu cha tatu kinaitwa kuto kukata tamaa. Akawa anasimamia msimamo wake kwa sababu yeye ana haki ya kumuomba kazi kile ambacho anakihitaji kukipata. Kwa hiyo akaenda maili nyingine ya kuto kukata tamaa. Mbali na kwamba kazi akawa anamfukuza, mbali na kwamba kazi akachelewa kutoa ile majibu ya yule mwanamke, ila yule mwanamke akukata tamaa, akaendelea kumwendea kadhi. Lakini katika kuto kukata tamaa tutajifunza vitu vitatu ambavyo alikuwa navyo huyu mwanamke. Kitu cha kwanza alikuwa ni mvumilivu, lakini kitu cha pili alikuwa imara kutoka kwenye zile changamoto ambazo alikuwa anakutana nazo. Lakini kitu cha tatu ni uthabiti wa moyo wa imani. Yule mwanamke mbali na kwamba kazi alikuwa anaonekana kuto kumpatia kwa wakati haki yake, lakini aliendelea kuishikilia ile imani yake kwamba ipo siku nitapewa. Kazi ndiyo anayo haki yangu. Kwa hiyo ni lazima nimwendee hata kama anipi haki yangu sasa hivi, ila hii imani ya kwamba haki yangu itapatikana kwa kazi ninaendelea kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. So hii ni moja ya tabia ya maisha ya maombi ambayo Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake, na analihitaji kanisa la siku ya leo kutuona tukiwa na hiyo tabia. Tusiwe ni watu ambao tumesimama kwenye maombi na tunataka majibu immediately. Ikitokea majibu ya maombi yetu hayajapatikana kwa wakati,
kuna wakati imani zetu zinarudi nyuma, kuna wakati tunakata tamaa. Sasa Yesu anawafundisha wanafunzi wake, anawaambia kwamba inawezekana kuna kipindi tutapeleka maombi mbele za Mungu, inawezekana majibu yanaweza kachelewa kuja, lakini anahitaji kutuona tuwe ni watu ambao hatujakata tamaa. Mbali na kwamba majibu hayajajibiwa ya maombi tuliokuwa tunaomba, mbali na kwamba vitu ambavyo tumevipeleka mbele za Mungu hajajibu kwa wakati, ila anahitaji kutuona tukiwa ni watu ambao hatujakata tamaa, tumeishikilia imani kwamba mbali na kwamba Mungu hajajibu sasa hivi, ila kwa wakati wake Mungu atajibu. Tukiwa tunamalizia, nini mtazamo wa Mungu kwa watu wenye tabia kuu hizi tatu za maombi? Mungu anawatazamaje watu ambao wana tabia hizi tatu za maombi ambazo tumejifunza? Ambapo tumesema tabia ya kwanza ni mtu mwenye haki, mtu mtakatifu. Lakini tabia ya pili ni mtu ambaye anafanya muendelezo katika maombi yake. Lakini tabia ya tatu ni mtu ambaye hakati tamaa, haijalishi majibu ameyaona au majibu hajayaona katika maombi alikuwa anafanya. Sasa ni nini mtazamo wa Mungu kwa mtu mwenye tabia kama hizi? Tutasoma Luka 18 mstari wa 7. Tuone mtazamo wa Mungu katika watu wenye tabia za namna hii za maombi. Luka 18 mstari wa 7 unasema, na Mungu je, huwapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Haleluya. Haleluya. Biblia inasema na Mungu je. Hapa ni Yesu akawa anauliza sasa swali wanafunzi wake baada ya kuwapatia mfano wa kazi na mwanamke mjane. Anasema kama kazi huyu alikuwa hana haki, alikuwa ni mtu ambaye hamchi Mungu kiasi kwamba anamchelewesha huyu mwanamke mjane kumpatia haki yake. Akasema je, kwa Mungu si zaidi kwa watu ambao wanamlilia usiku na mchana? Katika mstari anaposema kuwalilia usiku na mchana, haimaanishi watu ambao wanakesha. Anamaanisha watu ambao wana muendelezo kwenye kile ambacho nakifanya, ambacho kinaitwa maombi, kinaitwa kuomba. Mungu anasema je, hawa watu ambao wao wana maisha ya maombi, hawategemei ratiba za kanisani tu za maombi, hawategemei mifungo tu ya kanisani ya maombi, ila wanazo ratiba binafsi za maombi, wanazo ratiba binafsi za kufunga na kumwomba Mungu katika maisha yao. Je, Mungu hata wajibu hawa? Nini mtazamo wa Mungu? Malizia ule mstari wa mwisho, mstari wa 8. Ndio. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu. Amina, tuishie hapo. Anasema walakini atawapatia haki upesi. Kwa hiyo kwa muktadha wa somo ambalo tumejifunza siku ya leo, tunaona shida sio kuomba, shida sio kufanya maombi, ila shida ni kuwa na maombi endelevu. Shida ni kuwa na moyo thabiti ambao hata majibu ya maombi yakichelewa bado tutaendelea kusimama na hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotutesa sana Wakristo wa leo sio kuomba. Wakristo tunaomba lakini hatuna muendelezo katika maombi. Ni kweli tunaomba lakini hatudumu katika kuomba. Maombi yetu yamekuwa ni maombi ya ratiba za kanisani zikitangaza maombi ndipo tunaingia kuomba. Mchungaji akisema tutakuwa na ratiba za maombi ndipo tunaingia kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ashukuriwe Mungu, hapa kanisani kwetu tumekuwa na mfululizo wa maombi mengi sana toka mwaka wa kwanza, toka na mwezi wa kwanza tumeanza. Tumekuwa na maombi mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Msingi sio tu kuomba, ila msingi ni kuwa mwenye haki, ni kuwa na muendelezo katika maisha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16b. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sio tu kuomba, akiomba kwa bidii. Nikajaribu kusoma kwenye Biblia ya Kiingereza ili neno kwa bidii. Nimesoma kwenye Amplified Bible ili neno kwa bidii anasema repeatedly, continually. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumzia kuendelea, kujirudia, kuwa na muendelezo. Kwa hiyo maombi ya mtu mwenye haki yafaa sana akiyafanya hayo maombi kuwa ni maisha, akiyafanya hayo maombi kuwa ni tabia yake, akiwa naomba kila siku bila kutegemea ratiba za kanisani, ratiba za viongozi wa vikundi mbalimbali, iwe ni CGM, iwe ni Salvation au kitu chochote kile, ila ni mtu ambaye maombi kwake ni maisha.
Haipiti siku bila kupiga magoti na kumlilia Mungu. Haipiti siku bila kumuita Mungu, kwa sababu maombi, msingi wa maombi, Mungu hakuleta maombi kwa sababu sisi tupeleke mahitaji yetu kwake, ila Mungu ameleta maombi ili sisi tupate wasaa wa kuwasiliana na Mungu, wa kuongea na Mungu. Mungu atuambie nini tunatakiwa kukifanya. Mungu atuambie nini tunatakiwa kukitengeneza katika kuyaishi mapenzi yake tukiwa hapa duniani. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wangapi tutakuwa tuna maisha endelevu ya maombi? Haleluya. Haleluya. Mungu akusaidie na Mungu akutie nguvu. Kwa kusema hivyo, somo langu limeishia hapa. Nadhani zile dakika 10 nimezitumia kiuaminifu. Mungu wa mbinguni wabariki sana.